Yes, karibu kwenye Sports Update. Hizi ni dondoo za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa, na ni kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao unakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Hii ni dabi ya Kariakoo, moja kati ya dabi kubwa sana Afrika, dabi kubwa Afrika Mashariki, lakini dabi kubwa zaidi hapa Tanzania. Young Africans ndio mwenyeji, Simba Sports Club mgeni pale New Amani Complex majira ya saa 2:15 kama nilivyokuambia. Mchezo huo utaanza na Young Africans anapaita Guantanamo Bay akiamini kwamba anapata matokeo mazuri na ndio uwanja wake wa nyumbani ambao ameuchagua msimu huu katika dabi hiyo ya Kariakoo. Sasa kuna mengi ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii, ndicho kitu ambacho kimenifanya niwashe mic nikuletee habari hizo. Jana kama ulikaa katika mitandao ya kijamii majira ya usiku, utakuwa umeona baadhi ya picha ambazo zimekuwa zikivuja. Zilianza kwa afisa habari, mimi binafsi niliona kuanzia kwa afisa habari wa Young Africans ambaye ni Ali Kamwe, aliposti ikionyesha matukio ya ulozi au matukio ya kishirikina tunaita kwenye mpira, soka la bongo na family na mambo mengi, hususan katika michezo mikubwa kama hii ambayo inabeba hisia za watu. Tukizungumzia Young Africans na Simba Sports Club, kumekuwa na masuala mengi sana nje ya uwanja ambayo pengine inapelekeaga mpaka faini, pengine inapelekeaga mpaka adhabu. Tumeona sio mara ya kwanza hii katika ligi kuu Tanzania bara kujitokeza. Hata msimu ulioisha tuliona baadhi ya mambo ambayo yaliharibu dabi. Tarehe husika ikuchezwa, ikaja kuchezwa mwisho kabisa, ilikuwa ni mchezo wa kutamatisha ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo matukio kama hayo huwa yanajitokeza mara kwa mara. Sasa tukio ambalo umeliona lakini pia ameendelea kutokea katika mitandao ya kijamii yanapostiwa. Hapa tuko na shabiki wa soka mwenye ajinasibu kama shabiki wa Simba, Mchome Mapovu. Yeye bwana amekemea, lakini akiona kwamba haya mambo hayasaidii, pengine haya mambo yanaweza siipe matokeo timu, sana sana ni kuonekana kama kudhalilisha soka la Tanzania au kuidhalilisha timu. Msikie Mchome Mapovu kile ambacho anakiongea, lakini utanipa comment yako baada ya hiki ambacho anakiongea, utaniambia vile ambavyo anakizungumza yuko sawa. Guys, nimepokea kwa masikitiko sana video ambayo inaonyesha wakati Simba tunafanya mazoezi, kuna mtu alikuwa na pale kwenye kiduara cha goli kama anazika vitu hivi, mambo ya ushirikina. Mnatutia aibu mashabiki zenu jamani. Ina maana nyie kipindi Yanga wanasajili, nyie mlikuwa wapi? Yani Yanga anasajili wachezaji wazuri, nyie mlikuwa wapi hadi saizi mnaanza kuhangaika na ushirikina? Sehemu ya kusajili wachezaji mko busy na mambo yenu ya msingi, mnaenda kusajili wachezaji hawaeleweki, na fika dabi mnahangaika na uchawi. Uliyeambiwa mpira ni uchawi ni nani? Guys, tutaendelea kufungwa na Yanga mpaka lini kwa imani hizi za kishirikina? Acha neni haya mambo, sajilini wachezaji wazuri. Mimi niwaambie tu ukweli kabisa, kwa quality ya Yanga tuzike kichwa cha mbuzi pale, tuzike vijiti, tuzike mapembe, tuzike ng'ombe, tuzike kondoo, tutafungwa. Acheni hivyo vinganganganga mnamwaga sio mnazikazika. Kondoo, mbuzi, ng'ombe zikeni, tunafungwa. Mnaenda kuchimba uwanja wa watu, maskini ya Mungu. Tuko ugenini kututia aibu. Nyema nataka mashabiki zenu tuonekanaje sasa? Mnaenda kuchimba uwanja, mambo ya kishirikina, mambo ya kizamani. Tuna wachezaji akina Libase Gue, tuna Aniseti Aura, tuna Loemba. Tunahangaika nini? Si wachezaji wazuri. Tunahangaika nini? Mimi nikisema ule usajili umebuma, mnakuja mnanitukana. Usajili umebuma, mnakuja mnanitukana. Haya, nitukaneni. Watu wanaonekana pale wanachimba uwanja. Amani Complex, uwanja mpya watu wanachimba. Wanazikazika vitu vya hovyo. Ushirikina. Mambo ya kizamani. Haya, vuta picha. Tumezika. Alafu Yanga pale mbele anakusimamishia. Sisi tumezika mapembe, sio manini tumezikazika. Yanga pale mbele anakusimamishia wanaume wanne. Anamweka Pacome Pedro Zuzwa, anamweka Depu, anamweka Alanokelo, anamweka Prince Dube. Mwanangu anavunja mapepo yote ya wanaume. Na tunakula gongo za kutosha. Alafu hapa kati ambako katikati ya uwanja amlikozika sio mapembe sio manini, anasimama Damaro, anasimama Duke Abuya, anasimama Maxim pia Nzengeli. Wanatengeneza ile triangle ya kukaba yale majini tuliyoweka. Haya katikati sasa huku nyuma wanasimama wanaume. Mbavu moja ya kushoto anasimama Shabalala, ya kulia Mwenda, pale kati wanasimama wanaume wawili, Jobu na Baka. Au kocha ataamua anze na Mwamnyeto, anze na nani. Alafu sasa kule golini ndo anasimama Diala. Tunazika majini, tunazika mapepo, tunafungwa na clean sheet hatupati kwa sababu ya ubovu wa kikosi chetu. Tuache.
Guys, tuacheni haya mambo. Kwani madirisha ya usajili sisi kwetu hayafunguliwa agui hadi tulikuwa tunahangaika na waganga? Naona mimi aibu mchome. Sasa uwanjani naingiaje? Ndio pale mtu unaingia uwanjani unadondoka mapepo. Uelewi? Kwa matukio kama haya katika timu zetu likimaanisha Young Africans na Simba Sports Club, wewe unachukuliaje na maoni yako yako vipi? Niachie maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu. Pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii. Tuko tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni JR Mtita TV. Udhamini mkubwa sana tunapewa na JNR Mtita Unisex Saloon, saluni bomba kabisa level za international ambazo zinapatikana hapa Dar es Salaam, na leo ni weekend. Unaweza kwenda kupata huduma katika tawi ambao lipo karibu yako, na tuna ofa nzuri kabisa kwenye msimu huu wa Ramadhani na Kwaresma. Kwa hiyo fika katika saluni zetu kwa ajili ya kupata huduma bora kabisa. Kunyoa ni shilingi 2000 na mabango yetu yanajieleza katika saluni zetu zote. Wala usiogope muonekano wa saluni zetu, usiogope vioo kabisa. Kunyoa shilingi 2000 na huduma nyingine zinaendelea kama kuweka wave, wale ambao wanapenda kupaka black kuzingatia engo, wale ambao wanazingatia mionekano ya ngozi zao, kuna scrubs za aina zote pale, kuna facial, kuna steamer, wale ambao wanapenda pedicure, manicure, zote zinapatikana. Fika Buguruni Rozana pale mkabala na Koteza Polisi, lakini pia unaweza kufika pale Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Tunapatikana pia Temeke Sudani kona ya kwenda Tandika. Kwa wakazi wa Kigamboni tuko pale Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada. Tupo Mikwambe Mali Asili, lakini pia tuko pale Tuangoma kwa Sako. Tembelea Instagram page yetu @officialgrmtita_unisex. Tembelea Facebook page JNR Mtita Unisex Saloon. Karibu upendeze, fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Je, unatafuta saluni ya kike yenye huduma bora ya kisasa na bei nafuu? Basi usihangaike tena. JNR Mtita Unisex Saloon. Tuna saluni ya kike inayopatikana Mikwambe Mali Asili. Ni mahali sahihi pa kubadilisha muonekano wako na kuongeza kujiamini. Karibu sana siku ya leo kupata huduma zifuatazo: kuosha nywele na kuseti, tunapamba maharusi, tunafanya simple makeup ya kisasa na inayovutia, tunasuka yebo faster kwa haraka na kwa ubora, tunashonea weaving kwa ustadi wa hali ya juu, netwave, tuna blow dry, tunafanya facial inayofanya ngozi yako iwe laini, safi na yenye mvuto. JNR Mtita Unisex Saloon. Hii sio saluni ya kawaida, ni saluni ya matokeo. Tunapatikana Mikwambe Mali Asili. Huduma safi, wahudumu wa karimu na mazingira mazuri kwa kila mwanamke. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0745884112. Usikubali kichwa chako kiwe cha mazoea. JNR Mtita Unisex Saloon. Saluni ya kike inayopatikana Mikwambe. Urembo ni utambulisho wako.